Pilipili ni mchekeshaji na mchekeshaji pamoja na MC kama nilivyosema. Lakini pia ni mtu mmoja mashuhuri sana ambaye aliwahi kuwa mwalimu. Japo sio mwalimu wangu, lakini ni mtu pekee ambaye pia aliwahi kunipa nafasi ya kuperform kwenye show ya Pilipili show ambayo ilifanyika pale Dodoma Hotel. Okay, wewe ni comedian, lakini pia tunafahamu kwamba yeye ni moja kati ya mtu ambaye yeye ni comedian ambaye kaanza muda mrefu sana kabla hata ya kwenu nyinyi. Na naamini pia mlikuwa mnamfuatilia kile ambacho alikuwa anakifanya. Nataka kujua kutoka kwako ni kitu gani ambacho ulikuwa unajifunza sana kutokea kwake yeye, na mlivyokuwa mkimuona ana perform kwenye sehemu mbalimbali, labda mlikuwa mnamchukulia ni mtu wa aina gani na mlikuwa mnaanza nini? Ni mtu ambaye kwanza alikuwa akinishauri kuhusiana na kazi zangu, jinsi ambavyo nazifanya. Na ni mtu ambaye niliwahi kukaa naye sehemu moja na akawa ameniahidi vitu vingi, lakini kwa bahati mbaya hatukufanikiwa kuvikamilisha. Nafikiri kama Mwenyezi Mungu asingempenda zaidi, basi angekuwa ni mtu mmoja wapo ambaye ni mtu ambaye angekopo ni moja ya bosi wangu mkubwa na moja ya father mkubwa kutoka kwangu. Na ni mtu ambaye nimewahi kuishi naye na sikuwahi kujitia kumfahamu yeye. Mpaka jana anakuja kusikia taarifa za kifo chake, kiukweli niliumia sana. Yaani mpaka sasa siamini. Yeah. Okay. Mlikuwa mmepanga mipango gani hasa ambayo umezungumzia hapo? Anasema kwamba kuna vitu mlikuwa mmevipanga lakini bahati mbaya ni kwamba havikutimia. Mipango tulipanga, kwanza tulipanga kufanya movie moja ya comedy. Hiyo ya kwanza. Tulipanga kufanya movie moja ya comedy. Lakini pili tuliplan kufanya Pilipili show iwe ni show kubwa zaidi. Haikuwahi kutokea Tanzania hii. Lakini tatu tuliplan pia kufanya tour za mikoa ambayo nafikiri alishaanza kuzifanya. Nafikiri tulikuwa kwenye hatua ya kwanza ya kufanya movie, lakini akaniambia kwanza budget, niweke budget sawa, then mipango yangu kishakaa vizuri tuingie location. Lakini imepita miaka miwili sasa, na leo nimekuja kusikia taarifa ya kifo chake. Sijaamini, na nilimpigia mpaka simu jana ndege kupatikana. Kiukweli najisikia vibaya sana, sababu ni mtu pekee ambaye siseme nini bwana. Yeah, pole sana. Na kabla ya jana, mara baada ya taarifa za kifo chake, kipindi cha nyuma uliwahi kuzungumza naye, labda kuchat naye na vitu kama hivyo? Yeah, ni mtu ambaye nilikuwa mpaka na view status, na mara ya mwisho nimeview jana status yake kwa sababu alikuwa na show. Na si nikiseme nini, lakini ni bro ambaye yuko kisi kinoma, hana noma na mtu. Yeah, kuna moja ya interview yake alifanya na niliposti kwenye social media zangu. Nafikiri utasikia pia jina langu tulitaja kati ya vijana ambao tunafanya vizuri ndani ya Dodoma. Nafikiri mtu ambaye aliwahi kuniombea dua nzuri. Kwa hivyo mimi sasa hivi kilichobaki ni kumwombea dua tu Mwenyezi Mungu ampokee kwa mikono miwili, kwa sababu mbele yake nyuma yetu sisi. Mwenyezi Mungu ampokee. Kama kwa dini yetu ya imani ya Kiislamu tunasema Mwenyezi Mungu ampe kauli thabiti. Lakini kwa upande wa Kristo anasema kwamba Mwenyezi Mungu basi Bwana ametoa jina lake limidiwe. Ni kitu gani ambacho ulikuwa unajifunza zaidi kutokea kwake kwa kipindi chote ambacho ulikuwa unamuona? Na tunafahamu kwamba ni moja kati ya mtu pia ambaye ni jina lake ni kubwa sana na amekuwa akishawishi vijana wengi sana, na hata Dodoma, vijana wote ambao wametokea Dodoma kwenye swala la comedy na hata kwenye sanaa nzima kiujumla wamekuwa akimfuatilia kile ambacho amekuwa akifanya. Nyinyi mlikuwa mnapata somo gani kutokana na kile ambacho alikuwa anakifanya? Kwanza kabisa ni mtu ambaye alikuwa anatoa masomo, kwa sababu nakumbuka mara ya mwisho tulifanya show pale Dodoma Hotel. Nafikiri tulizunguka kwenye ile show, lakini alituambia ukweli, familia yangu show ya leo sijaipenda, jitahidini mfanye vizuri. Ni mtu ambaye alikuwa anatupa mwongozo kama father. Yaani mimi namchukulia kama father kwa sababu ni mtu ambaye ukikosea anakuambia, haendi kukusemea pembeni. Yaani ukikosea hapo anakupaza kwako. Kwa kitu nilichojifunza cha kwanza ni kujiamini, nikiwa stage, performance, pia kufanya kazi zangu kwa uweledi pamoja na ubunifu. Kitu kimoja ambacho aliniambia, comedy ipo mikononi mwako. Ni wewe sasa kuifanya ijulikane, kwa sababu comedy ni industry saizi inaenda kuwa babu kubwa Tanzania. Tofauti na zamani. Zamani tulikuwa tunaona movie zinaishia tu, ma comedian wanaishia magetini, lakini saizi movie
tunaona comedian ndio wanafanya shows na ni watu pekee ambao walikuwa hawaaminiki, lakini hivyo ndio kitu kimoja ambacho nimejifunza kutoka kwao. Mimi ninachotaka kukizungumza na naiomba serikali yangu tukufu na watu wote ambao wananisikiliza kupitia Dodoma FM, kitu kimoja ambacho napenda kuwasihi kwa upande wangu, kwanza kabisa kwenye kazi naiomba serikali yangu tukufu pia iongeze nguvu kubwa sana kwa sisi wachekeshaji. Thamani yetu pia ionekane, sio tu kwa wasanii wa Bongo Flava, hata sisi pia comedian tunatakiwa kupewa nguvu na kupewa chachu ili tuweze kuleta maendeleo ndani ya Tanzania na kuitangaza Tanzania nje na mipaka ya Tanzania. Lakini pia ninachotaka kukisema, ndugu mwandishi, Mwenyezi Mungu aibariki Tanzania, Mwenyezi Mungu aibariki nchi yetu, na pia namwombea Father Pilipili, Mwenyezi Mungu ampokee kwa mikono miwili. Na msiache kunifuatilia kwenye akaunti zangu za YouTube pamoja na Facebook kwa jina la Kid Mchafuzi. Kule nimeachia movie na natarajia kufanya project kubwa zaidi hapo mwakani 2008.